Baada ya kutawala mbio za masafa marefu siku ya Jumatano, Wakenya waliendelea kutoka walikoachia siku ya Alhamisi na wakashinda katika kila mbio walioshiriki hii leo, isipokuwa ile ya mita 800 ya kinadada na ya kupokezana vijiti ya wavulana, zote hizi mbili zikitwaliwa na Waganda. Mkenya Cyrus Ruto alitoa medali ya dhahabu katika mbio za mita 1500, huku mwenzake Ernest Ng'eni akirithika na nishani ya shaba. Kulikuwa na medali zaidi kwa Wakenya katika mbio za mita 1500, mita 800 na mita 200 kwa wanaume, huku kinadada waking'ara zaidi katika mbio za umbali wa mita 3000, 200 na 1500. Kenya ilimaliza ya kwanza katika msimamo wa medali baada ya kuzoa jumla ya nishani 39, 18 kati ya hizo zikiwa za dhahabu. Wenyeji Uganda walimaliza wa pili, huku Wanyarwanda wakirithika na nafasi ya 3 na jumla ya medali 10. Kwingineko, Kenya ilijiongezea matumaini ya kushinda taji zaidi katika mashindano haya baada ya timu kadhaa kujikatia tiketi za nusu finali katika nyanja tofauti. Katika mchezo wa handball, mabingwa tetezi wa taji la vijana Kamukunji walifuzu kwa nusu finali baada ya kumaliza katika nafasi ya pili kwenye kundi la A nyuma ya washindi Gombe. Timu zingine za humu nchini, Mang'u na Kitanyi, zitachuana hapo kesho katika mechi ambayo itaamua hatma ya timu hizo zote mbili katika mashindano hayo. Upande wa kinadada, Shimba Hills na New Jogorod lazima zishinde mechi zao za mwisho za makundi mnamo siku ya Ijumaa ili kujihakikishia nafasi katika raundi ya maondoano. Katika mchezo wa magongo, kinyang'anyiro kitakuwa kati ya maadui St. Anthony na Friends Kamusinga, huku shule ya wasichana ya Kirugoi ikipigiwa upato kuhifadhi taji la Afrika Mashariki, japo kuna kibarua sihaba kutoka kwa shule ya upili ya Kapklei pia kutoka Kenya. Wakilishi wa Kenya Cheptil na Malava upande wa kinadada tayari wamefuzu. Upande wa vulana, Cheptil lazima ishinde mechi yao dhidi ya Bor kutoka Sudan Kusini ili kuwa na uhakika wa kusonga mbele katika mashindano hayo. Hata hivyo, wakilishi wengine kutoka Kenya Tetu walilazwa kwa seti 3-2 na Kitende licha ya kuongoza kwa seti 2-0 na kuyaaga kabisa mashindano hayo. Upande wa raga, Kenya itawakilishwa na shule za Kakamega na Mang'u katika hatua ya 4 bora. Mashindano haya ambayo yanaadhimisha miaka 10 tangu yalipozinduliwa yanaingia hatua ya nusu finali siku ya Jumamosi, huku finali ikipangiwa kuchezwa siku ya Jumapili. Baada ya kushinda taji la riadha, timu zilizosalia za Kenya zina changamoto kubwa wakati mashindano haya ya shule za upili yanapoingia ukingoni siku ya Jumamosi na siku ya Jumapili. Nikiripotia Mtiko Habari, kitengo cha michezo kutoka uwanja wa Kacheka, mimi ni Njoroge wa Githinji.